linapatikana katika wilaya ya Rungwe na katika wilaya ya Mbeya vijijini. Ziwa hili limekuwa limezungukwa na makabila makubwa mawili. Kama tunavyojua jamani, mkoa wa Mbeya ni mkoa unaotoka makabila ya Wanyakyusa na Wasafa. Kwa hiyo katika uzungukaji wa ziwa hili kumekuwa na stori za kisayansi lakini na stori za kimapokeo. Ningependa kuanza na stori za kimapokeo kwa sababu ni zinavutia na zina hamasa zaidi. Katika mkoa wetu wa Mbeya kuna sehemu ambayo ni wilaya ya Rungwe ambayo kimsingi ni wilaya ambayo imejaliwa vitu vinaitwa crater lake, ni maziwa yanayotokana na volcano. Katika uso wa dunia chini kuna ule uji unatokota ambao mara nyingi utafuta sehemu ya dhaifu. Mwisho wa siku unalipuka, lakini kisha lipuka inaleta mazingira mbalimbali kama vile milima, mashimo na kadhalika, mashimo yenye maji na mashimo yasiyo na maji. Kwa hiyo kule Mbeya ilitokea mlipuko wa volcano ambayo ilisababisha mojawapo ya hizo crater lakes ambazo ziko nyingi sana. Mojawapo ni hiyo Ziwa Ngosi. Sasa katika iko kijiji cha Mwakareli ambapo wazee wanasema kwamba ziwa lilikuwa linaleta athari za mifugo na watoto kudumbukia. Kwa hiyo wazee wakakaa kama kamati, wakaamua kunena maneno yao, wakaamua kulihamisha ziwa kimila, ambapo ziwa lilitoka katika pointi moja kwenda sehemu nyingine. Lakini msikilizaji anaweza kashangaa kwamba ziwa limehamaje tena. Ni kwa mujibu wa tamaduni zetu, hizi mila zetu za jadi, likaenda katika upande mwingine. Kwa hiyo kuna eyewitness wa hilo tukio ambao ni wazee wanasema kwamba ziwa lilikuwa katika kijiji cha Mwakareli likahamia katika maeneo ya wilaya ya Mbeya vijijini, eneo maarufu kama Iduda. Kwa hiyo tu imekuwa ni kitu cha kipekee au imekuwa ni historia ya kumsisimua mtu kwamba hili ziwa limetoka katika pointi moja ya kijiografia kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo watu wengi hushangazwa na story hiyo. Lakini katika nadharia ya pili ni kwamba kuna ambao wanasema kwamba katika ziwa kulikuwa kuna nyoka mkubwa ambaye alikuwa analeta athari. Kwa hiyo anasema wazee walichemsha jiwe kwa siku 7, baadaye wakalitosa kwenye lile ziwa, kwa sababu ya yule nyoka alikuwa anakula vitu ambavyo vilikuwa vinapatikana au vyenye uhai. Kwa hiyo yule nyoka alipoona lile jiwe limetoswa, alijua ni kitu ambacho ni kama chakula, kwa hiyo alikula. Kwa hiyo mwisho wa siku alipata maumivu makali, kwa hiyo akaanza kukimbia na kujaribu kulitema lile jiwe. Kwa hiyo lile jiwe lilikuwa limekuja kutemwa katika sehemu ambayo inaitwa Iduda. Na ukiangalia hilo ziwa lenyewe kimuonekano wake pia ni kama ni muonekano wa nyoka sasa ambaye hayupo katika umbo rasmi. Kwa hiyo simulizi hizi zimekuwa maarufu sana. Sisi kama serikali tunajaribu kuzienzi, lakini kutoa rai kwa wananchi kutokuogopa, kwa sababu watu wengine wamekuwa wanaogopa wakidhani ni eneo ambalo kidogo labda lina sitofahamu, lina mashetani na vitu vya namna hiyo.